Sifa 7 za mtu mwenye nyota kali, na usipuuze utakapoyasikia haya, yafanyie kazi kwa sababu ndo mafanikio yako, Sifa 7 za mtu mwenye nyota kali. Sifa ya kwanza ya mtu ambaye ana nyota kali, anakuwa ni mtu mwenye ujasiri wa hali ya juu. Mtu mwenye nyota kali siku zote waga haogopi changamoto au hatari, anaweza kuchukua hatua ambazo wengine wanapoteza mioyo. Mtu mwenye nyota kali waga haogopi chochote, anaweza kufanya vitu ambavyo vinawashangaza watu wengi, anaweza kufanya vitu ambavyo watu wengi vitawaacha midomo wazi, lakini pia inaweza kumfanya awe ni mtu wa kushinda vizuizi na kuvipita vizuizi vyote ambavyo ni vigumu katika maisha yake. Mtu wa namna hii mwenye ujasiri wa hali ya juu ni mtu ambaye wengine wanamfanya kama mfano wa kuigwa, anakuwa ni kama fundisho kwa watu wengi. Hiyo ni sifa ya kwanza, mtu mwenye nyota kali. Tukisoma kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 27, Biblia inasema, amani na wachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Ina maana wala msiogope, kuweni na ujasiri. Ukiona wewe ni mtu ambaye una ujasiri sana, ukiona hata kama zinatokea changamoto za aina gani, lakini unaweza kuzistahimili na kuweza kuzishinda. Ukiona hata kama unapitia changamoto zipi, lakini uogope, unajua kabisa kwamba kuna siku utakuja kushinda. Ina maana katika ulimwengu wa roho ipo nguvu ya asili ya ujasiri ambayo ipo ndani mwako ya kuthibitisha ukubwa nyota yako ambayo Mungu amekupa. Kama wewe ni mtu ambaye hata kama zinatokea changamoto gani uogopi, kitokea kwamba aidha hali ya kimaisha uelewi, mambo mengine uyaelewi, uogopi, maana yake una ujasiri, na kupitia hali ambayo uko nayo, hata kama unakuwa hujafanikiwa katika eneo fulani, lakini watu wanakuchukulia kama wewe ni mfano wa kuigwa. Ina maana katika ulimwengu wa roho wewe una nyota kali. Usipuuze hili, wewe una nyota kali. Asilimia kubwa ya watu wengi wamepuuza kwa kuone kwamba basi mambo yao yameharibika au haelewi chochote. Lakini tukiangalia kitabu cha Zaburi sura 27 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome yangu ya uzima, nimuofu nani? Ina maana sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, kama ambavyo nakufundisha kila siku, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Biblia inasema kwamba ninyi ni miungu midogo midogo. Ina maana kama tunafundishwa kwa habari ya kutokuogopa, basi tupo katika asili ya kiungu. Kumbuka kipindi kile nilikwambia Yesu kipindi anazaliwa, wale mamajusi waliiona nyota mashariki ya mbali waliiona nyota, na utaweza kuelewa hiki mara baada ya kuweza kufuatilia kwa karibu kuhusu maisha ya Yesu Kristo alivyokuwa akiishi maisha hapa duniani. Alipokuwa ni mtu ambaye aogope, akiwa na umri mdogo alikuwa na uwezo wa kuzungumza na wazee, wale watu wakuu wa dini, alikuwa na uwezo wa kuzungumza nao na kuwafundisha, na wao walikuwa wanashangaa mtoto wa seremala vipi, lakini alikuwa aogopi. Na ndivyo ilivyokuwa ukubwa wa hatima yake, na ndivyo ilivyokuwa ukubwa wa nyota yake. Na maana mafanikio yako mengi katika eneo la nyota yanaanzia katika ujasiri. Ukiona ni mtu ambaye una ujasiri wa hali ya juu, uogopi chochote, hata kinapokuja kitu kikubwa cha kuogopesha uogopi. Ina maana katika ulimwengu wa roho wewe una nyota kubwa. Hiyo ni sifa ya kwanza ya mtu mwenye nyota kali. Lakini tunapotazama katika upande wa sifa ya pili ya mtu mwenye nyota kali, msikilizaji wa Siri za Kiroho, Jicho la Bwana, sifa ya pili ni uongozi wa dhati. Uongozi wa dhati ni nini? Ina maana mtu mwenye uwezo wa kuongoza watu kwa ujasiri, busara na haki. Maana yake ni mtu ambaye anaweza kuongoza watu wengi kwa busara na haki, lakini pia watu wengi wanamfuata kwenda kufuata busara zake. Watu wengi wanamfuata ili kwenda kupata dira sahihi ya kitu ambacho anakiongoza. Ni kiongozi ambaye watu wengi wanamtegemea, na ndio maana kama wewe ni mzoefu utakuwa umeshaona katika maeneo mbalimbali ambapo umeshawahi kuona watu wanaongoza au mtu fulani anaongoza, aidha utaona mafanikio kwa mtu fulani au utaona mafanikio kwa mtu fulani. Vile ambavyo unaona mtu anakuwa na utiisho, ni kiongozi anakuwa na utiisho, akisimama watu wote wanatetemeka, watu wote wanaogopa, si kwa sababu ya kumuogopa, kwa sababu ya cheo alichonacho, lakini wana kitu ambacho unakitegemea kutoka kwake ili aweze kuwapatia katika eneo lake la uongozi. Maana yake uongozi wa dhati, mtu ambaye ana busara, ana haki, na pia watu wanamfuata, na sio kwamba wanahisi tu, lakini anayo dira sahihi ya kile kitu ambacho wao wanakitaka. Uongozi wa dhati. Maana yake uongozi wa dhati sio tu katika maeneo ya uongozi wa kawaida, hata kama ni mzazi, baba ni mama katika familia. Namna utakavyoona unaweza kuiongoza familia yako kwa ujasiri, unaweza kuongoza huduma kwa ujasiri, unaweza kuongoza kitu chochote kile, hata kama ni biashara, kwa ujasiri. Kama unaona kabisa kwamba kuna namna yote unafanya kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba watu wanakutegemea na wewe unatoa msaada katika wakati sahihi, katika ulimwengu wa roho wewe nyota yako ni kali. Katika ulimwengu wa roho wewe nyota yako ni kali. Msikilizaji, usipuuze hili, omba zaidi kwa habari ya kuweka nyota yako endelee kukaa katika eneo hilo.
Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 78 mstari wa 72, Zaburi sura ya 78 mstari wa 72, Biblia inasema akawalisha kwa ukamilifu wa moyo wake na kuongoza kwa busara ya mikono yake. Akawalisha kwa ukamilifu wa moyo wake na kuongoza kwa busara ya mikono yake. Ina maana uongozi unaanzia katika busara. Kama umewahi kuona kitu kama hiki, au kama umewahi kuona mtu anaongoza watu bila busara, ina maana kuna kitu ambacho hakipo sawa katika eneo la nyota. Inawezekana asilimia kubwa ya watu wa namna hiyo wamepata nafasi za uongozi kwa njia mbalimbali, Wengine pia hawana nyota ya kuwa viongozi, lakini wameforce ili tu wapate kuwa viongozi. Lakini pia tukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 12, Biblia inasema kwamba naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Lakini pia sifa nyingine ya mtu mwenye nyota kali, sifa nyingine kubwa kabisa ni imani thabiti. Manake mtu mwenye nyota kali kiroho ana imani sio yumba kuwa Mungu, haogopi changamoto, na anategemea nguvu za Mungu katika kila hali. Imani yake anakuwa ni mtu mwenye imani ya thabiti, mtu mwenye imani ya thabiti, mtu mwenye imani ya thabiti. Na maana katika ulimwengu wa roho, ina maana katika ulimwengu wa roho ana nyota kali. Kama wewe una imani katika Mungu, una imani katika vitu mbalimbali, unaamini kwamba utavitekeleza, unaamini kabisa, unaamini kwamba kila kitu kitakuwa sawa, basi katika ulimwengu wa roho wewe una nyota kali. Miongoni mwa sifa za kuthibitisha ili kwamba wewe una nyota kali, usipuuze wewe una nyota kali, wala usijidharau kwa namna yoyote ile. Tukisoma kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 27, Biblia inasema kwamba amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia kwamba mimi naliwaambia, nenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalinifurahia, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Ina maana msiwe na woga. Hapa mwanzo kabisa amesema msiwe na woga, manake muamini kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Sasa ukiona wewe ni mtu ambaye una upungufu wa imani katika ulimwengu wa roho, kutakuwa kuna dosari. Lakini kama wewe ni mtu mwenye imani thabiti kabisa, unataka kuanza biashara, hauna mtaji, lakini unaamini kabisa kwamba utafanya biashara, unaamini katika kila eneo, unamwamini Mungu, na unaamini pia kwamba utafanikiwa katika maeneo mbalimbali. Lakini pia sifa nyingine ni upendo wa dhati. Mtu mwenye upendo wa dhati, wa kweli wa Mungu, upendo huu ni nguvu kabisa itakao kuwezesha. Asilimia kubwa ya watu wengi wamepona kwa sababu ya upendo. Upendo ni dawa ambayo inawasaidia watu wengi kuweza kupona. Watu wengi wanapona, watu wengi wanafunguliwa, watu wengi wanapata vitu vingine vya kiroho kwa sababu ya upendo wa dhati. Upendo unaweza kumfanya mtu ashinde dhambi. Upendo unaweza kumfanya mtu kuishinda dhambi. Upendo unaweza kumfanya mtu kuishinda dhambi. Ukiwa na upendo wa kweli kwa Mungu, pia utawapenda watu. Huwezi kusema kwamba unampenda Mungu ikiwa uwapendi watu wa karibu yako. Ina maana kabisa huwezi ukasema kwamba wewe unampenda Mungu kama hata ndugu zako au watu wako wa karibu, majirani zako, uwapendi. Katika ulimwengu wa roho, ukiona wewe ni mtu mwenye upendo wa dhati, hata kwa watu ambao wanakuchukiza, hata kwa watu ambao wanakuudhi, hata kwa watu ambao wanakufanyia matendo mabaya, ina maana katika ulimwengu wa roho nyota yako ni kali. Biblia inasema kwamba waombeeni wanaowaudhi. Sasa kitakachokufanya umwombee mtu ambaye anakuudhi, ina maana katika hali ya kawaida wewe una upendo wa dhati. Wewe utakuwa una upendo wa dhati. Upendo wa dhati ni sifa moja itakayothibitisha kabisa kwamba wewe una nyota kali. Upendo wa dhati ni sifa moja itakayothibitisha kwa kiwango kikubwa kabisa kwamba wewe una nyota kali. Sasa katika maeneo mbalimbali, kama unaona kuna vitu ambavyo huwezi kuvifanya kabisa mpaka uhakikishe kwamba unamfanyia wema mtu mwingine. Inawezekana kabisa unaweza kuwa una njaa, lakini huwezi kula chakula mpaka mtu mwingine kwanza uhakikishe amekula ameshiba, ndipo na wewe unakula. Huwezi kufanya jambo lolote mpaka mtu mwingine uhakikishe kwamba amelifanya kwa ukamilifu na limekuwa ni zuri na limempa matokeo mazuri, basi ndipo na wewe unafanya kwa upande wako. Huwezi, maana mtu mwenye upendo wa kweli afutii kwake. Mtu mwenye upendo wa kweli anavumilia. Upendo utakabali, upendo
huvumilia, upendo huponya. Upendo, sifa za upendo. Kama wewe una upendo wa kweli katika ulimwengu wa roho, ina maana wewe una nyota kali, wewe una nyota kali, wewe una nyota kali. Usipuuze katika eneo hili, jiombee sana katika hili eneo. Lakini pia sifa nyingine ni hekima ya kiroho, hekima ya kiroho, hekima ya kiroho. Kama una uelewa mkubwa kabisa wa mambo ya kimungu na namna ya kuyatenda hapa duniani, hekima hii itakusaidia kabisa kuweza kutatua migogoro na kuongoza kwa haki. Hekima ya kiroho, kama mtumishi wa Mungu Suleimani alifanikiwa kuipata hekima ya kiroho katika namna ambayo pengine hakutarajia, lakini ilimsaidia kuweza kuiongoza nchi. Ina maana alikuwa na ujasiri, lakini pia akapata hekima, na ndio maana nyota yake pia iling'aa. Alikuwa ni mtu tajiri sana kwa sababu nyota yake iling'aa kwa sababu ya hekima ambayo alikuwa nayo. Hekima inaanzia katika ulimwengu wa roho. Tunapozungumzia kwa habari ya hekima ya kiroho, ina maana hekima ya kiroho inaweza kuizalisha hekima ya kimwili. Huwezi kupata hekima ya kimwili bila kuanzia katika kupata hekima ya kiroho. Ulimwengu wa roho ndo unatawala vitu vya kimwili. Ukiona mtu ana upendo unaoanzia rohoni, ina maana katika hali ya kidunia kabisa au katika hali ya kimwili, upendo utakuwa unaonekana, kwa sababu vitu haviwezi kutokea mwilini kuelekea rohoni, vitu vinaanzia rohoni kuelekea mwilini. Hekima ya kiroho. Tukisoma kile kitabu cha Yakobo sura ya 3 mstari wa 17, Yakobo sura ya 3 mstari wa 17, Biblia inaeleza kwa undani kabisa kwa habari ya hekima ya kiroho. Hekima ya kiroho, Biblia inasema kwamba lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi. Narudia tena, lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani na ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina wala haina unafiki, na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Tunda la haki, tunazungumzia kwa habari ya hekima ya kiroho. Hili ni tunda la haki. Ina maana nyota yako itakuwa ni kali kama wewe unaona kabisa, au umewahi kumwona mtu ana hekima katika eneo fulani, ndio maana anakuwa na kubarika. Ndio maana hata ukitaka mtu akushauri, mimi najua hata wewe msikilizaji, ukitaka upate ushauri yakinifu, ushauri mzuri, unamtafuta mtu mwenye hekima. Na sisi tunaamini kwa tamaduni za Kiafrika kwamba watu wenye umri mkubwa wana hekima ndani mwao, ndio ni kwa sababu wamekwisha kupitia mengi au kuweza kuona mengi. Lakini kuna wale watu wenye asili ya hekima ya kiroho, maana yake nyota ni kali. Mtu mwenye hekima ni mtu ambaye watu wengi wanamfuata ili kuweza kufahamu vitu vingi sana kutoka kwake, kwa sababu ana hekima ya kuchanganua na kuyachambua mambo katika viwango vikubwa. Hekima ya kiroho, hekima ya kiroho. Msikilizaji, tunaendelea katika sifa kadha wa kadha kuweza kufahamu kwa habari ya kwamba kama utajuaje kwamba nyota yako ni kali, utajuaje kama nyota yako ni kali. Lakini kabla hujaweza kuendelea, tafadhali kama hujasubscribe hapa Siri za Kiroho Jicho la Bwana, tafadhali subscribe ili tuweze kupata vitu vingi. Kama vitu ni vingi ambavyo Bwana ametuandalia katika kipindi hiki. Ni madhabahu ambayo Bwana ameipa kibali kuweza kutoa na kufundisha vitu vingi kama hivi. Subscribe hapo, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata maudhui mbalimbali kama haya katika madhabahu hii hapa ya Siri za Kiroho. Tukisoma kitabu cha Methali sura ya 2 mstari wa 6, kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Maana yake mtu mwenye hekima siku zote kinachotoka kwenye kinywa chake ni maarifa na ufahamu. Maarifa maana yake vile vitu ambavyo vitawafanya watu wengi wapate maarifa, lakini pia vitu vitakavyojenga ufahamu wako. Ina maana mtu wa namna hiyo tayari ulimwengu wa roho umemkubali. Nyota yake ni kubwa, nyota yake ni kubwa, nyota yake ni kubwa. Usijidharau kwa namna yoyote ile, usijidharau kwa namna yoyote ile. Nyota yako ni kubwa, ni dalili ambayo inaonyesha kabisa kwamba wewe una nyota kali. Usipuuze, una nyota kali. Lakini pia sifa nyingine ni bidii na mshikamano wa kiroho hata kimwili. Kama wewe unapenda sana ushirikiano, unapenda mshikamano, maana yake katika ulimwengu wa roho wewe una nyota kali. Mtu mwenye bidii ya kutafuta kwa ukaribu kumtafuta Mungu na kuomba, kusoma kwa bidii na kushiriki kazi za ufalme wa Mungu, nyota yake ni kali. Au mtu ambaye unapenda sana kushirikiana na watu, unapenda sana mshikamano na watu, unapenda sana kujenga ukaribu na watu katika ulimwengu wa roho, wewe una nyota kali. Mtu ambaye huko kwa ajili ya kuunganisha watu, na asilimia kubwa ya watu kama namna hii ni watu ambao ndani mwao kuna roho ya upatanishi, roho ya upatanishi. Biblia inasema kwamba eli wapatanishi, kwa sababu wao ndio watakaoona ufalme wa Mungu. Watu ambao hawako tayari kabisa kuona watu wakigombana, watu ambao hawako tayari kabisa kuona mambo yakiharibika katika maeneo fulani, wapo katika eneo fulani kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Hawa ni watu ambao Mungu amewapa neema ya kuhakikisha wanaweka vitu sawa, hata kama ni vitu ambavyo pengine haviwahusu, wanaweza kutoa ushauri kwa namna ya kuweka mambo sawa, Watu ambao hawako tayari kabisa kuona
kuona mambo yakiharibika katika eneo fulani, wapatanishi, watu wenye ushirikiano, watu ambao wako tayari kuhakikisha kwamba wanajivua heshima zao na kumtukuza Mungu kwa namna kubwa ili mambo yaweze kwenda sawa. Tukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, tukisoma inaeleza kwa undani kabisa kwa habari ya mshikamano wa kiroho, inaeleza kwa undani kabisa kwa habari ya mshikamano wa kiroho. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, Biblia inasema kwamba bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Lakini pia sifa nyingine ni ushuhuda wa kiroho, mtu ambaye ana nguvu ya kushuhudia maisha yake kwa wengine, akivutia wengine kwa namna ya matendo mema na ushuhuda wa imani. Hii ni sifa ambayo kimsingi ni sifa ya mtu mwenye nyota kali sana, mtu ambaye yupo radhi kabisa kuweza kueleza jinsi ambavyo Yesu Kristo amemsaidia, jinsi ambavyo maisha yake yanaweza kuwa ushuhuda kwa watu wengine, mtu ambaye yuko tayari kabisa kuongea kile ambacho Bwana anatenda. Ni mtu ambaye ana nyota kali sana. Lakini pia sifa nyingine ni mtu ambaye ni shujaa wa kiroho na kimwili, mtu ambaye ni shujaa. Asilimia kubwa ya watu wa namna hii ni watu ambao wamepewa nguvu ya kiasili ya kushinda majaribu, watu ambao wamepewa nguvu ya kiasili ya kushinda dhambi, na watu ambao hawaruhusu huzuni zikae katika mioyo yao. Wana nguvu za kiroho za kupambana kwa moyo wa dhabiti kabisa ili kuweza kuishinda kila dhoruba ya kiroho na kimwili. Wanapambana hata kama wanapitia katika eneo gumu, hata kama wanapitia katika eneo ambalo linafanya imani zao ziteteleke, lakini wanapambana kwa sababu wao kiasili wameumbwa ili kuwa mashujaa. Wao kiasili wameumbwa ili kuwa mashujaa, kuweza kupambana kwa ajili ya vitu mbalimbali, ili kuweza kupambana kwa ajili ya vitu mbalimbali. Ni watu ambao wamepewa neema ya ushujaa. Kitabu cha Wakorintho 15:57 kinaeleza kwa habari ya watu wa namna hii, lakini mimi ni kupitisha tu katika kitabu cha Ezekieli sura ya 33 mstari wa 6. Biblia inaeleza kwa habari ya ushujaa. Ezekieli sura ya 33 mstari wa 6, ndiyo Biblia inasema, bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama apigi tarumbeta, wala watu hawakuonywa na upanga, ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwa mlinzi huyo. Hii inaeleza kabisa kwa habari ya mtu aliye imara katika Bwana kwamba atashinda kila shari. Mtu ambaye yupo imara katika Bwana amepewa neema ya kushinda kila shari. Mtu ambaye, sifa nyingine ni mtu ambaye ana ushindi wa asili, yani ni mtu ambaye yeye akianzishaga kitu lazima ashinde tu, akianzishaga jambo lazima ashinde. Sio mtu wa kuishia njiani, sio mtu wa kushindwa, Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 imeeleza, unaweza ukasoma hapo. Lakini pia Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 Biblia inasema kwamba ninayeweza mambo yote katika yeye anipaye nguvu. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 ni mtu ambaye ana ushindi wa asili katika ulimwengu wa roho. Nyota yake inang'aa, nyota yake ni kubwa. Usipuuze kama wewe una nafasi au una neema ya ushindi wa asili, hata kama mambo yanaonekana kabisa mwanzoni kwamba ungeenda kufeli, lakini unashinda kwa asili. Ina maana katika ulimwengu wa roho nyota yako ni kali. Lakini mtu ambaye anaweza kuwashawishi watu katika mambo mema, mtu mwenye ushawishi wa kuwashawishi watu katika mambo mema, Lakini pia sifa nyingine ni mtu ambaye ana hekima na akili ya kina, mtu ambaye ana uwezo wa kuchambua hali, kupanga mipango na kutatua matatizo kwa busara, na mtu ambaye ni kiongozi hodari na mdhubutu katika maeneo mbalimbali. Na basi unaweza kusoma kitabu cha Methali sura ya 22 mstari wa 3, itakueleza kwa undani kabisa kwa habari ya kitu kama hiki. Msikilizaji wa madhabahu hii hapa ya Siri za Kiroho, Jicho la Bwana, sina la ziada kwa siku hii ya leo. Hizi ni miongoni tu mwa sifa zitakazo kuonesha kwamba nyota yako ni kali. Tafadhali subscribe hapa Siri za Kiroho, Jicho la Bwana. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex, mtumishi wa Mungu, pia ambaye tuko pamoja hapa kuweza kuhakikisha tunajifunza vitu kede katika ulimwengu wa roho. Kwa maombi na ushauri, tafadhali nipigie kwa nambari yangu ambayo ipo kwenye description hapa YouTube channel. Lakini pia nikujuze tu kwamba tutapanga siku ya kufanya maombi live. Tutakuwa na vipindi vya live vya maombi kwa ajili ya vitu mbalimbali. Tutaomba pia kwa habari ya nyota. Watu wengi wanaishi katika maisha ambayo nyota zao zinatumiwa na watu wengine. Asilimia kubwa ya watu aliwahi kwenda sehemu, pengine wewe unaitwa Nicolaus, ukaona kwa mfano basi limeandikwa Nicolaus Express, ukasema huyu mtu mwenye basi hili ana jina kama la kwangu kabisa, huyu ni mwajina. Inawezekana kabisa ufahamu, lakini asilimia kubwa ya watu wanatumia hata majina yao sehemu nyingine kwa ajili ya kufanikiwa. Inawezekana kabisa mtu mwenye hilo basi Nicolaus Express anatumia nyota yako ili wewe ufahamu. Tutakuja kujifunza na kufanya maombi kwa habari ya kuvunja kila vitu vilivyosababisha nyota zetu zikateko
katika ulimwengu wa roho. Kwa sasa sina la ziada. Shalom na kwaheri kwa sasa msikilizaji.